Vipande vya yale mawe yenye amri 10 kwenye sanduku la agano, lazima utambue kwamba kilichomo mle ni kutokuamini. Maana nafikiri mnafahamu matokeo ya maana pia ni matokeo ya watu kutokumwamini Mungu. Ndio maana Mungu akawapa maana. Wamekataa kuliamini neno la Mungu. Kwa sababu wamekataa kuliamini neno la Mungu, Mungu kawapa maana. Ambayo maana pia sio kitu kizuri. Watu wanapenda maana. Nabii nisiwaseme kwenye hiki kipindi. Lakini maana is not a good thing. Vyote vilikuwa ni product ya unbelief, kutokuamini. Nafikiri kwa ile siku watu wameambiwa kesho mpumzike. Msiende kuokota maana, hao wakaenda. Hawaamini neno la Bwana. Wanataka vitu vinavyoonekana. Hivi vyote ni matokeo ya kutokuamini. Fimbo ya Haruni nayo ilikuwa ni hivyo hivyo, kwa sababu watu hawataki ukuhani wa Haruni. Kina Kora, kina Dathan wanasema na sisi tunataka tuna uwezo. Tuna uwezo wa kumfikia Mungu. Wanakataa mpango wa Mungu wa kuwa na kuhani mkuu ambaye atawapatanisha watu. Tuna fimbo ya Haruni inakuja kuwa kama ushahidi wa hawa watu kukataa mpango wa Mungu. Kwa hiyo hivi vitu vyote tunaviona kwenye sanduku la agano sio vitu vyema, ndugu zangu. Kwa nini? Hivi vitu vilikuwa ni ushahidi wa kutokuamini kwa wana wa Israeli. Sio uwepo wa Mungu. Ndio maana patakatifu hakukuwa na uwepo wa Mungu. Kwa sababu patakatifu palikuwa pamebeba ushahidi wa kutokuamini. Ndio maana sanduku la agano kwa jina lingine liliitwa sanduku la ushuhuda au ushahidi, the Ark of Testimony. Huu ushahidi ni mashtaka dhidi ya kutokuamini. Sanduku la agano lilikuwa ni mashtaka ya kutokuamini.